Kiburi cha Nebukadreza. Hapo zamani katika ufalme wa Babeli alikuwepo mfalme mmoja aliyeitwa Nebukadreza. Biblia inamtaja kuwa alikuwa akiabudu miungu wala hakumfahamu Mungu wa mbinguni kabisa. Mfalme huyu alikuwa na kiburi na majivuno, kwani aliona ufalme wake ni bora kuliko falme zote duniani. Siku moja aliota ndoto ambayo ilimchanganya sana na kumpa hofu moyoni mwake. Ndoto yake ilikuwa hivi: njozi za kichwa changu kitandani mwangu zilikuwa hivi. Naliona natazama, palikuwa na mti katikati ya nchi, urefu wake mkubwa sana. Mti ule ukakua ukawa na nguvu. Urefu wake ulifika mpaka mbinguni na kuonekana kwake mpaka mwisho wa dunia. Majani yake yalikuwa mazuri na matunda yake mengi, na ndani yake chakula cha kuwatosha watu wote. Wanyama wa kondeni walipata uvuri chini yake, na ndege wa angani walikaa katika matawi yake. Kila kitu chenye mwili kilipata chakula kwake. Nikaona katika njozi za kichwa changu kitandani mwangu, natazama mlinzi, naye ni mtakatifu. Alishuka kutoka mbinguni, akapaza sauti yake akasema, ukateni mti huu, yafyekeni matawi yake, yapukusieni mbali majani yake, na kuyatawanya matunda yake. Wanyama na waondoke hapo chini yake, na ndege katika matawi yake. Walakini kiacheni kisiki cha shina lake katika ardhi, pamoja na pingu ya chuma na shaba katika majani mororo ya kondeni, kikapate maji kwa umande wa mbinguni, na sehemu yake iwe pamoja na wanyama katika majani ya nchi. Moyo wake ukabadilike, usiwe moyo wa binadamu, na apewe moyo wa mnyama. Nyakati 7 zikapite juu yake. Hukumu hii imekuja kwa agizo la walinzi, na amri hii kwa neno la watakatifu, kusudi walio hai wapate kujua ya kuwa aliye juu anatawala katika ufalme wa wanadamu, naye humpa amtakaye, tena humtawaza juu yake aliye mnyonge. Mimi Nebukadreza nimeona ndoto hii, na wewe Belteshaza, eleza tafsiri yake, kwa maana wenye hekima wote wa ufalme wangu hawawezi kunijulisha tafsiri yake, bali wewe waweza, maana roho ya miungu watakatifu inakaa ndani yako. Sasa ilikuwa wakati wa Danieli kutoa tafsiri yake, lakini Danieli alifadhaika kisha kutoa tafsiri yake, kwa sababu yeye ni mmoja ya wenye hekima walioaminiwa na mfalme. Biblia inaeleza kuwa ndipo Daniel aliyeitwa jina lake Belteshaza akashangaa kwa muda, na fikra zake zikamfadhaisha. Mfalme akajibu akasema, Belteshaza, ndoto ile isikufadhaishe wala tafsiri yake. Belteshaza akajibu akamwambia, bwana wangu, ndoto hii iwapate wao wa kuchukiao, na tafsiri yake iwapate adui zako. Ule mti uliouona uliokuwa ukawa na nguvu, urefu wake ukafika mpaka mbinguni, na kuonekana kwake mpaka dunia yote, ambao majani yake yalikuwa mazuri na matunda yake mengi, na ndani yake chakula cha kuwatosha wote, ambao chini yake wanyama wa kondeni walikaa, na ndege wa angani walikuwa na makao yao katika matawi yake. Ni wewe, mfalme, ulikuwa na kupata nguvu, maana ukuu wako umekuwa
na kufika mpaka mbinguni, na mamlaka yako yamefika mpaka mwisho wa dunia. Tena kwa kuwa mfalme alimuona mlinzi, naye ni mtakatifu, akishuka kutoka mbinguni akisema, ukateni mti huu mkauangamize, ila kiacheni kisiki cha shina lake katika ardhi, pamoja na pingu ya chuma na shaba katika majani mororo ya kondeni. Kikatiwe maji kwa umande wa mbinguni, na sehemu yake iwe pamoja na wanyama wa kondeni, hata nyakati 7 zipite juu yake. Tafsiri yake ni hii, mfalme, nayo ni amri yake aliye juu iliyomjia bwana wangu mfalme, ya kuwa utafukuzwa mbali na wanadamu, na makao yako yatakuwa pamoja na wanyama wa kondeni, nawe utalazimishwa kula majani kama ng'ombe, nawe utatiwa maji kwa umande wa mbinguni, na nyakati 7 zitapita juu yako, hata utakapojua ya kuwa aliye juu ndiye aliyemmiliki katika ufalme wa wanadamu, naye humpa yeye amtakaye awaye yote. Na kwa kuwa waliamuru kukiacha kisiki cha shina lake, ufalme wako utakuwa imara kwako, baada ya wewe kujua ya kuwa mbingu ndizo zinazotawala. Kwa sababu hiyo, mfalme, shauri langu lipate kibali kwako, ukaache dhambi zako kwa kutenda haki, ukaache maovu yako kwa kuwahurumia maskini. Huenda ukapata kuzidishiwa siku zako za kukaa raha.